Fikiria kuishi maisha yako yote Tanzania, kuzaliwa hapo, kukulia hapo, lakini ghafla unaambiwa wewe sio raia, na mbaya zaidi unajaribu kujieleza mbele ya waziri mkuu, alafu mambo yanageuka kuwa aibu kubwa. Hii ndio stori ya John Haron Mulaguri, Mkenya kwa asili, lakini maisha yake yote yapo Tanzania, na sasa analia haki mbele ya serikali ya Tanzania. Lakini kilichotokea mbele ya waziri mkuu kimeacha watu wengi na maswali mengi. Je, kweli alitendewa haki au kuna kitu kinafichwa? Sasa sikiliza vizuri hii story. John Haron Mulaguri anasema yeye ni Mkikuyu, lakini babu yake alihamia Tanzania miaka ya nyuma. Kwa maana hiyo, John amezaliwa Tanzania, amekulia Tanzania na anaamini kabisa kuwa Tanzania ndio nyumbani kwake. Lakini changamoto inaanza pale kwenye documents, uraia, vitambulisho na haki zingine za msingi. Anasema kwa miaka mingi amekuwa akizungushwa na maafisa wa serikali, akinyimwa haki na maisha yake kuwa magumu sana. Sasa angalia hii video tena uisikize kwa makini, manake hii ndio moment ambayo John alisimama mbele ya waziri mkuu akijaribu kujielezea hali yake. Kwa jina naitwa Haron John Mulaguri, kabila yangu ni Mkikuyu. Babu yangu alikuja mwaka 1992 baada ya uhuru wa Tanzania, na ndio mwanzilishi wa kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Mpanda. Lakini nimekuwa nikisumbuliwa na maafisa usalama, na hivyo kukosa haki ya kumiliki kiwanja changu, na hivyo kila nikienda ardhi wananisukumia niende kwa watendaji, na watendaji nao wanasema leta namba ya NIDA, na namba ya NIDA sina. Lakini hata hivyo ninacho kipalata, wanasema hakitoshi. Kwa hiyo eneo langu linaonekana kama vile nimezulumiwa, na nimeletewa barua za kisheria niondoke katika eneo hilo ninaloishi, kwa sababu mpango mji ulinikuta hapa. Ni eneo gani? Ni Kasimba Misengeleni. Afisa ardhi, unalifahamu hili jambo? Anasema mlimkuta. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huyu bwana kama alivyojitambulisha ni Mkikuyu, sio Mtanzania. Kwa mujibu wa sheria za ardhi za Tanzania, ardhi inamilikiwa na Watanzania. Kwa hiyo kigezo kimojawapo hicho ndo kimemtoa. Hebu tuambie, yeye sio raia? Babu yangu alipewa uraia na CCM. Alikuwa raia kabisa, na alikuwa mwanachama, na alikuwa na kadi ya chama. Alitoka Kenya. Walikuja Wakikuyu wengi sana hapa, wakina Mzee Mwangi. Mmoja hapo, Mzee Mwangi ana guest hapo, anamiliki guest, bahati mbaya ameshafariki. Na Wakikuyu baadhi nimeona wako hapo, wanaweza kaja kutoa ushahidi. Kwa hivyo sasa haki yangu ya kumiliki ardhi imekuwa ni shida. Kila nikienda huku wananisukuma, nikienda huku wananiambia. Jana nimeenda kwa mtendaji, ananiambia nenda polisi. Nikasema mimi siendi polisi kwa sababu nina document za nyumba na ardhi. Wewe ni raia? Mimi ni raia kwa sababu ni mzaliwa, ni raia wa kuzaliwa. Nimezaliwa hapa na nimezaliwa Kasimba, na watu wote wananifahamu. Wewe ni mzaliwa, mimi ni raia mzaliwa. Ila cheti cha uraia sina. Ndio maana nimekuja kutoa maamuzi, kama ni ya kunisafirisha, kuniondoa nchini hapa, niko tayari kuondoka. Kwa sababu wewe ni raia? Mimi ni raia mzaliwa. Ni raia mzaliwa. Una kitambulisho cha taifa? Kitambulisho cha taifa sijakipata, nimeshaenda kujiandikisha lakini sikipati. Nimejiandikisha karibu mara 2 ofisi ya kata Ilembo. Leo nataka nipate uamuzi wa kuondoka. Aya, nimekupata. Ninyi mkoa huu, mkoa wa Katavi na mikoa jirani, tuna mambo ya kihistoria yanayohusiana na masuala ya uraia. Lakini naomba, kwa sababu nilishakuwa waziri wa mambo ya ndani, nifafanue mambo machache tu. Moja, nisikilize vizuri ndugu yangu. Jina unaitwa nani? Haron John Mulaguri, lakini babu yangu naitwa Haron John. Haron John, nisikilize vizuri. Kwa Tanzania ni tofauti na Kenya, ni tofauti na Marekani, ni tofauti na baadhi ya nchi kadhaa ambazo mtoto akizaliwa katika ardhi ya nchi hiyo husika
automatically anakuwa raia. Lakini kwa Tanzania, kwa mujibu wa sheria zetu za uraia, kwa mujibu wa sheria zetu za uraia za Tanzania, mtu hawi raia kwa kuzaliwa katika ardhi ya Tanzania. Nawapa mfano mmoja mdogo. Kwa mfano, Mheshimiwa Naibu Waziri hapa angekuwa balozi wa Tanzania nchini, taja jina lolote tu au tutaje rafiki zetu, angekuwa balozi wa Tanzania nchini Burundi, alafu watoto wake wakazaliwa huko kwenye hiyo ardhi, pamoja na kwamba yeye ni raia wa Tanzania na yuko ubalozini, wale watoto wakizaliwa nje ya hapa, wakirudi lazima, wakifikisha miaka 18, lazima wale kiapo kwamba wanaurithi uraia wa baba yao. Na yeyote pia akizaliwa ndani ya ardhi ya Tanzania, kama baba na mama sio raia, anatakiwa akifikisha miaka 18 auombe, aape kupewa uraia wa Tanzania. Sasa tuna watu wengi ambao wengine walikuja baada ya uhuru, wapo wengine kwa mazingira tofauti tofauti, wengine wakati wazazi wao walipokuja hapa kama wakimbizi, watoto wale wakazaliwa kabla ya wazazi wao kuwa wameshapata uraia. Yaani wazazi wao walikuja kuishi hapa kama wakimbizi, baadaye wazazi wao wakapewa uraia, wakawa Watanzania, lakini wakati wanawazaa watoto wao, kama walikuwa bado hawajapewa ule uraia, wale watoto wao hawawi raia mpaka na wao wauombe uraia. Kwa hiyo wapo watoto ambao wanakuwa hawana nchi nyingine, nchi yao ni Tanzania, ila wao sio Watanzania. Kwa hiyo hayo mambo nadhani wenzetu wanaohusika na wote wenye mambo ya aina hiyo wanatakiwa wafanyie, hayo mambo yanatakiwa yafanyiwe kazi. Sasa jambo lako tumelipokea, kwa sababu sheria huwa haitakiwi ipindishwe kwa maelekezo. Sheria haipindishwi kwa maelekezo. Kwa hiyo hilo jambo lake huyu, na tuwakabidhi wenzetu wanaohusika ili tupate ushauri. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, utapata ushauri ili tuweze kushauriana. Lakini nimelipokea kwa tutapata ushauri kwanza kwa kupata hizo rekodi. Jamani, si tumeelewana? Nimejaribu kufafanua kidogo tu. Kama ulivyoona, mambo hayakuwa rahisi kabisa. John alikuwa anajaribu kuelezea kuwa yeye si mgeni, bali ni mtu ambaye maisha yake yote yako Tanzania. Lakini swali kubwa linabaki, je, sheria za uraia zinaangalia historia ya familia au mahali ulipozaliwa na kukulia? Fikiria, mtu hana mahali pa kuita nyumbani, Kenya anaonekana kama mgeni, Tanzania pia anaambiwa sio raia kamili. Hii sio siasa tu, haya ni maisha ya mtu, ndoto zake na mustakabali wake. Mitandaoni, Wakenya wengi wanaona kama John anatendewa vibaya, lakini upande wa Watanzania, baadhi wanasema sheria lazima ifuatwe na sio kila mtu anaweza kuitwa raia bila utaratibu. Na hapa ndipo mjadala mkubwa unaanza. Je, utu unazidi sheria au sheria lazima ishinde hata kama inaumiza? Na sasa swali kubwa zaidi ni, kama wewe ungekuwa nafasi ya John, ungechagua upande gani? Niachie maoni yako kwenye comment section. Je, John anastahili kuitwa raia wa Tanzania au sheria ichukue mkondo wake? Na usisahau, story kama hizi ndio zinaonyesha ukweli wa maisha ya watu wengi ambao watu waoni. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.